Nazungumzia kandarasi ambaye alipata huduma kwa wale mabwana kule, na mmoja alisema kwamba mkandarasi yule haidai TANESCO hata shilingi 10, ameshalipwa fedha zote. Sasa wewe kwa kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, vimuite huyu bwana ahakikishe analipa madeni aliyoyaacha hapo kwa watoa huduma hao, la sivyo asipewe kazi kokote katika taasisi ya TANESCO wala REA, kwa sababu wananchi hao wao wanachoijua ni TANESCO, wanaoifahamu walioiona ni TANESCO. Kwa hiyo anatuwekea jina baya la taasisi yetu. Tuna mradi na mtazamaji wa huduma ya Ukombozi TV, ni sauti ya Waziri wa Nishati Deogratus Ndejembi akitoa maelekezo hapo kwa mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kumtafuta mkandarasi huyo aliyepewa kazi lakini na kushindwa kuwalipa wafanyabiashara ambao walishirikiana nao katika kutekeleza mradi wa umeme. Na kwa saa huu mtazamaji, tuna kuletea taarifa nyingine kuhusiana na kile ambacho kikubwa zaidi tulichonacho hapa ndani ya studio zetu. Na taarifa kubwa ambayo nyingine tunayo hapa ni ile ambayo inasema kwamba makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaongeza kasi ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo katika kipindi cha pili cha uongozi wake. Akizungumza katika mkutano maalum wa kutoa shukrani baada ya uchaguzi mkuu 2025 uliofanyika katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein Tungu, mkoa wa Kusini Unguja, Dr. Mwinyi amesema serikali itaweka mkazo mpya katika sekta mbalimbali muhimu. Ametaja maeneo ya afya, elimu, barabara, viwanja vya ndege, bandari, umeme pamoja na viwanja vya michezo kuwa sehemu ya vipaumbele vikubwa katika miaka mitano ijayo. Hii hapa ni sauti ya Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza katika mkutano huo. Katika kipindi hiki cha pili tutaweka jitihada za ziada katika kutekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Maeneo ya afya, maeneo ya elimu, maeneo ya barabara, maeneo ya viwanja vya ndege, maeneo ya bandari, umeme, barabara, viwanja vya michezo, yote tutaweka mkazo mpya. Kipindi hichi cha miaka mitano ya sasa mpaka 30 tutafanya mambo makubwa. Natambua kwa mkoa huu wa Kusini mambo mawili tukiyafanya kwa haraka. Changamoto kubwa ambayo wanapata wananchi huku sasa hivi ni barabara kutoka Tunguu mpaka Makunduchi, na bahati nzuri tayari mkandarasi yuko site. Katika kipindi kifupi kijacho barabara ya Tunguu Makunduchi itakuwa njia 4 yenye taa kutoka hapa mpaka Makunduchi. Natambua kwamba sasa hivi imeharibika sana kwa mvua hizi, lakini naomba tuvute subira. Baada muda mfupi tutakuwa na barabara ya aina yake katika mkoa wa Kusini. Lakini vile vile natambua kuna tatizo la maji. Pamoja na kwamba wilaya ya Kati imepata miradi ya maji tayari, wilaya ya Kusini bado kuna tatizo la maji. Tutahakikisha kwamba tunakuja na mradi mkubwa wa maji kama ule ambao tunao wa mkoa wa Kaskazini, ili wilaya ya Kusini pamoja na maeneo ya Kati yaliyobaki tuhakikishe tunapata maji ya uhakika.
zake katika mkutano mkubwa wa kutoa shukrani yake baada ya uchaguzi mkuu 2025. Ametaja vipaumbele vingi sana, ambapo ametoa ahadi pia kwa wananchi wa Zanzibar, huku akitaja maeneo ya afya, elimu, barabara na viwanja vya ndege, bandari, umeme pamoja na viwanja vya michezo kuwa sehemu ya vipaumbele vyake katika miaka mitano ijayo kuanzia sasa hadi 2030. Na kufikia hapo, mtazamaji, sisi hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Nuru ya Ukombozi. Tukushukuru sana kwa kuendelea kutazama huduma ya Ukombozi TV. Shukrani sana kwa wewe ambaye unaendelea kulike, kushare na kusubscribe. Shukrani pia kwa wewe ambaye unaendelea kudondosha comment yako hapo chini. Tunathamini sana mchango wako, wewe ni mtu wa thamani sana kwetu. Hivyo usiondoke, endelea kuitazama huduma ya Ukombozi TV.